Saa 1 alfajiri majira ya Afrika Mashariki, na hizi ni habari za sasa za Uamuzi Radio. Jina langu ni Felix Asunga. Rais William Ruto aliendelea kutoa onyo kali kwa waandamanaji, akiwahimiza kutekeleza haki yao ya kidemokrasia kwa mujibu wa sheria na kuepuka vitendo vinavyokosesha amani na utulivu nchini wakati ambapo wanafanya maandamano. Akizungumza baada ya kuhudhuria hafla ya mazishi ya babaye gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro, Rais amesema kuwa ni wajibu wetu kudumisha amani, kwani hatuna nchi nyingine ambayo tutahamia mambo yanapozidi kuchemka humu nchini. Hata wakati wa maandamano pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali, yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa lingine ambalo tutahamia mambo ya kiharibika. Watu 8 walifariki dunia katika maandamano yaliyofanyika kote nchini hapo jana. Hii ni kuadhimisha mwaka moja tangu kushuhudiwa kwa maandamano ya kupinga mswada wa mwaka 2024 mwaka jana. Haya ni kwa mujibu wa Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu, ambayo inadai kuwa vifo hivyo vilitokana na majeraha ya risasi. Kulingana na tume hiyo ni kwamba watu 2 waliaga kaunti ya Machakos, 2 kule Makueni, 1 Kiambu, 1 Nyandarua, 1 Nakuru, sawa na kule Uasin Gishu, huku mamia ya watu wakiachwa wakiuguza majeraha kote nchini. Askari wanatukataza, wanatusukuma, wanatupiga tear gas, hatuna ubaya kama watu wa bodaboda. Shughuli za kawaida zilitatizika hapo jana kule Mombasa, huku waandamanaji kadhaa wakikamatwa. Hii ni baada ya wanaharakati kumpokeza kamishna wa kaunti hiyo matakwa yao, huku akiwaomba kutawanyika baada ya kulitimiza lengo lao la maandamano. Na tukielekea kule Kajiado, ambapo vijana walishinikiza haki kwa Kennedy Onyango ambaye alipoteza maisha yake wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha nchini mwaka 2024. Watu wanakuja kutudanganya usiku na mchana. Kama vijana wa Rungai. Tumeamua hivi. There is no justice. Na kwingineko ni kwamba familia moja katika kijiji cha Masama, Kilimanjaro, imevunjika moyo baada ya Mary Mushi mwenye umri wa miaka 26 kudaiwa kuwaua mabinti zake 2. Kulingana na baba mkwe Nicholas Kileka, Mary na wanawe walipatwa wamelala pamoja kitandani. Alielezea huzuni yake akisema kuwa hakuwahi kuhisi matatizo yoyote kati ya wanandoa hao, kwani hakuwahi kuwaona wakizozana. Maandamano ya kuwakumbuka Wakenya waliopoteza uhai wao wakati wa maandamano mwaka jana yaliendelea katika maeneo mbalimbali huko nchini, wakati wafanyabiashara wanakadiria hasara, ambapo uporaji uliandamana na maandamano hayo. Hii ni baada ya wahuni kuingilia maandamano hayo na kusababisha uporaji wa bidhaa muhimu za wafanyabiashara. Na kimataifa ni kwamba serikali ya Sudan inayoungwa mkono na jeshi ilishutumu Kenya Jumanne kwa kusafirisha silaha kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu UAE hadi kwa kikosi cha msaada wa haraka RSF ambacho kimekuwa vitani na jeshi la kawaida tangu Aprili 2023. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje, jeshi hilo liligundua silaha na risasi zenye alama ya Kenya katika maghala ya silaha ya kundi la kigaidi la RSF huko Khartoum. Jeshi na RSF wamekuwa wakibadilishana lawama kuhusu kupokea silaha kutoka mataifa ya kigeni yakiwemo Iran, Uturuki na Urusi.
Michezoni ni kwamba Yanga ndiyo mabingwa wa ligi kuu nchini Tanzania. Hii ni baada ya kumshinda mpinzani wao Simba mabao 2-0, hivyo kuhitimisha msimu kileleni. Kwingineko ni kwamba Arsenal imethibitisha kuwania sahihi kiungo wa Brentford Adrien Marc-Christian-Nogard mwenye umri wa miaka 31 baada ya mazungumzo kuhusu mkataba mpya wa kiungo Thomas Partey. The Gunners wako katika hatua ya lala salama kutangaza kumsajili mlinda lango wa timu ya Chelsea Kepa Arrizabalaga ambaye amekuwa katika klabu ya FC Bournemouth kwa mkopo na hatimaye kuwania kombe la klabu bingwa ulimwenguni FIFA Club. FIFA imeanzisha uchunguzi wa kinidhamu dhidi ya mchezaji wa Pachuca Gustavo Cabral kufuatia madai kwamba alitoa kauli ya kibaguzi dhidi ya mchezaji wa Real Madrid Antonio Rudiger. Tukio hili lilitokea mwishoni mwa mchezo kati ya timu hizo mbili kwenye kombe la dunia la klabu lililochezwa siku ya Jumapili. Na hizo ndizo habari tulizokuandalia kufikia sasa. Tufuate kwa mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube na Instagram kwa habari zaidi. @Uamuzi News. Jina langu ni Felix. Which station is this? Uamuzi Radio.